Sawa sawa. Yes. Umezungumzia kwenye masuala mazima ya ubora, lakini pia kwenye namna gani magonjwa yanajitokeza kwa wale wakulima ambao kwa hivi sasa wamekumbana na changamoto hiyo ya maua kunyauka au kukauka kwenye mikorosho yao. Nini wanatakiwa kufanya? Kwa sababu tayari unaona kabisa kwamba msimu huu kwao inaweza kuwa ni miongoni mwa misimu migumu. Anachotakiwa kufanya kuna vitu viwili. Kuna hatua za haraka, tunaita ni short plan, na hatua za muda mrefu. Kwa hatua za haraka ni vyema akamuita mtaalamu. Uzuri tuna maafisa kilimo bodi ya korosho. Bodi ya korosho tumeajiri maafisa kilimo 500 Tanzania mzima, kila kata wapo. Kwa hiyo amuite yule afisa kilimo wa bodi ya korosho au hata afisa kilimo wa halmashauri ile wakata. Aende naye shambani akaangalie ili amshauri. Kwa hiyo hatua iliyofikia anaweza akairudisha katika hali ya kawaida au itakuwa imeshindikana, kwa sababu kuna hatua ikifika huwezi kuirudisha katika hali yake kawaida. Lakini kwa hatua ya muda mrefu ndio ambazo nimesema, msimu unavyoelekea umishoni, kipindi cha mwezi wa 11 Novemba, shamba walitibulie likae vizuri. Lakini pia afuate rutini ya upuliziaji. Kuna wakulima wengine wanaamini kwamba sulfur ndio kila kitu. Okay. Lakini magonjwa 90% ya mikorosho yanatokana na magonjwa ya fungus ambayo yanasababishwa na ukungu. Na sulfur inaenda kuweka ulinzi tu. Kwa hiyo ni vyema akatumia zile dawa za maji ambazo tunampa kwa ajili ya